Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sikukuu ya Eid al-Adha ni miongoni mwa sikukuu kubwa na muhimu kwa Waislamu duniani kote. Ni siku ya furaha, ibada na mshikamano inayoadhimishwa baada ya ibada ya Hija katika mji mtukufu wa Maka nchini Saudi Arabia. Lakini je, tunaitumiaje sikukuu hii? Ni kwa furaha tu au pia ni somo la utiifu, upendo na kusaidiana? Eid al-Adha hukumbusha historia ya Nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa tayari kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanae Ismail alayhi salam. Kutokana na utiifu wake mkubwa, Mwenyezi Mungu alimpatia kondoo wa kuchinja badala ya mwanawe Ismail. Ndipo ikawa chanzo cha ibada ya kuchinja kwa Waislamu wengi, huku nyama ikigaiwa kwa familia, majirani na wenye uhitaji. Wahenga walisema kidole kimoja hakivunji chawa. Je, kuna uzuri mkubwa kuliko kushirikiana, kusaidiana katika jamii? Hata hivyo, pamoja na furaha ya sikukuu, tahadhari nayo ni muhimu. Waswahili wanasema tahadhar kabla athar. Katika kipindi hiki cha Eid al-Adha, kila mmoja anapaswa kuchukua tahadhari ili kuhakikisha usalama na afya vinaendelea kuwa sehemu ya sherehe. Kipindi cha sikukuu huambatana na safari nyingi za kutembeleana. Je, madereva wanakumbuka kuwa uhai wa watu uko mikononi mwao? Ni muhimu kufuata sheria za usalama ya barabarani ili kuepukana na ajali zisizo za lazima. Aidha, watoto huwa katika furaha kubwa wakati wa sikukuu. Wazazi na walezi wanapaswa kuhakikisha watoto wanakuwa usalama wanapocheza na kutembelea maeneo mbalimbali. Sikukuu pia ni muda wa kuonyesha upendo, mshikamano. Hivyo ni muhimu kuepuka migogoro, lugha mbaya na vitendo vinavyoweza kuvunja amani ya jamii. Wahenga walisema amani haiji ila kwa maelewano. Kwa hiyo, waumini tunapaswa kuitumia siku hii kwa ibada, kusaidiana na kushirikiana na kuendeleza maadili mema katika jamii. Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu na atujalie amani, afya na baraka tele. Simulizi hii imesimuliwa nami Rehema Moyo, ASAM Online TV. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.